Nico Bez. DJ Fly. Nico Bez ndani ya kipindi Nico Bez. RFI. Bonjour, comment ça va? Mambo vipi? Natumai ulipo sawa, au sio? Nairobi RFI Kiswahili, muda wetu wa kutanda na kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho unafaa kufanya muda huu ni kusikiliza tu makala ya Nico Bez. Fly pamoja na Vital Mugisho si wapo tayari kwa ajili yako. Ongeza sauti ya redio yako. Tunaanza namna hiyo kwa sababu tumekuandalia vitu vingi sana kuhusu burudani ya wiki hii, lakini tuanze na hii. See, I want you to enjoy machana. What? Chemva na gambia best boy chidongo na kona. Binkore nanye hazambe kore nyowendya mo vankore tuinese tuinenente Love yo kasutera njambala kuba original sichikwangala sala zo mukwano sichasaba oyimbe njikone ndongo tokaya nanzabi wo myanzuyo yenzo webye unyo mbademunonya. Anaitwa Shiba pamoja na T Paul, wimbo Ntsinamba kutoka kule Kampala, Uganda. Tunavuka boda tu juu, tunaingia Bujumbura. Edric Hakim. Enjoy. Mais quand mon cœur est aimé, c'est l'autre que le monde s'arrête. C'est la vérité. Naragusaye, nous amemukire. Vyungwaza trauma. Bavuga kunda mugenzi wawe nuko wikunda. Ariko jenda renza. Sinyibasha kwikontrola. Biju. Happy Umutima kutoka kwake Edric Hakim. Bujumbura, Burundi wanasikiliza muda huu hapa. This is Hendrix. Oyo! Yo! Bien! Pamoja na King Kiba. Watati. Na siwezi sema sana, tena siwezi bonga sana. I never had a type in my life, many vibe down the bamba. Na siwezi wacha nyama, tena waskulagi sana. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, yamewashinda yao yetu wataweza. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, yamewashinda yao yetu wataweza. Hii imekuwa anthem kwa wanangu wa Arsenali, wanasema watati finali. Tarehe 30 Kiba, malizia hapa. Usisikizeo haya mapenzi mini profesa ajue yo hakuna na mambo ya juu. Oh my love, najua Mungu atatulinda, naomba. Oh baby, leo silali, ishobote tunaitagizia dorime bili ya hali. Hakikisha hiyo bila sipewe mwingine. Hiyo bili ya hali mnipatie mimi DJ Fly, nitashughulikia Tunarudi. Eti ubavu chuma mwanaume nini eti? Kiba wewe. Bwana, tuingie katika taarifa za burudani wiki hii. Tunaanzia Afrika Mashariki ambapo kuna shughuli kibao wiki hii kuanzia tarehe 4 Mei. Tasnia ya muziki katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati imechangamka sana, huku matukio makubwa kuna makuu ambayo yanatarajiwa kuandaliwa Nairobi, ikiwa ni kitovu cha burudani. Kwanza kabisa kuna tangazo kubwa la tamasha la Africa Forward, ama hii ni summit ambayo inafanyika kuanzia tarehe 12 wiki ijayo. Lakini
kuna burudani ambayo imeandaliwa katika uwanja wa michezo wa kimataifa wa Kasarani, ambapo wasanii kadhaa akiwemo Bien pamoja na Fally Ipupa kutoka kule DRC, Yemi Alade pamoja na Daktari Jose Chameleone kutoka Uganda wanatarajiwa kutumbuiza watakaohudhuria. Hii si ya kukosa. Speaker zetu zitakuwa huko kunasa ambayo yatakuwa yakiendelea. Kule Dar es Salaam, Mei 8 usiku wa Marafiki Night pale Slow Leopard unawakutanisha Sammy John, Shabo Makota pamoja na DJ No Name. Ni sehemu ya burudani hiyo. Alafu Mei 9 Bongo Fail Fest inatarajiwa kutingisha Dar es Salaam. Muziki wa Bongo Flavor. Maandalizi makubwa yanaendelea ya ujio wa Justin Bieber katika uwanja wa BK Arena kule Kigali, Rwanda mwishoni mwa mwezi huu wa Mei. Bwana, tunarudi na yes. Chibo Kale ngongo he ushyira dopamine ku yindi ntera, nataka kuwa nawe baby, tukigumanira forever na buri munota. I wanna keep your smile, takubwira ko ngukunda sinkubeshye. Moja kwa moja hapa kutoka RFI Kiswahili Nairobi, makala yetu Nico Bez. Kama nilivyokudokezea hapo awali ni kwamba tutakuwa na mgeni wetu ambaye anafanya maandalizi ya matukio makubwa wiki hii kule Dar es Salaam. Si mwingine ni CBO, Christian Bella Obama. Vipi mwaliko wa Nico Bez? DJ Fly atakuwa anakuuliza maswali na hatimaye utampa majibu sahihi. Twende kazi. Bwana, mambo vipi brother? Salama, habari zenu huko? Bwana, huku mvua hivi, alafu na burudani tu kama unavyojua. Sisi hapa ndo makao ya burudani. Christian Bella Obama CBO, umekuwepo katika safari ya muziki nyuma kidogo mpaka hapa leo umekita mizizi. Chimbuko lako bila shaka watu wanajua kwamba ni kule DRC. Mziki huu ambao umetawala kule Tanzania, uliingiaje mpaka ukawashika mashabiki wako kiasi hiki? Okay, mimi nilikuja Tanzania mwaka 2006, nilifuatwa, sio kama nilileta mwenyewe. Walinifuata kutokana na kazi yangu nilikuwa nafanya Kongo. Nilikuwa tayari nafanya game Kongo Kinshasa, mimi natoka Kinshasa. Nilikuwa nafanya muziki pale Bandal, watu wanajua. Nilikuwa na bendi kubwa moja pale, ilikuwa pale Bandal inaitwa Chateau du Soleil. Tulitengenezaga album hiyo ilinitambulisha sana kwenye community ya Wakongo. So ilipotokea wanataka kuanzisha bendi Tanzania ya waziri, alikuwa waziri wa ulinzi Mheshimiwa Juma Kapuya, alitaka kutengeneza bendi, akatuma watu watafute wasanii wazuri Kinshasa. Walipokuja kutafuta wasanii walitarget mimi kutokana na hiyo album tulifanya. So ndo nikafika 2006 Tanzania, tukaanza kazi. Mimi maskini niende wapi? Nianze wapi, nitamalizia wapi? Kazi sina, deal yoyote mimi sina. Natoka asubuhi narudi usiku bila kitu. Apechala ndefu mifukoni everyday. Sisi masikini twende wapi? Tuanze wapi, tutamalizia wapi? Kazi hatuna, dile yote sisi hatuna. Walopata kwa nalishika kanzi ya Mungu. Mola baba sikia kilio chetu. Bwana, hongera sana kwa hatua hii ambayo umepiga katika tasnia ya muziki. Bila shaka ulivyoelezea umeanzia mbali na kipaji chako ndio kilionekana ukaitwa hadi Tanzania. Na mara kadhaa tumeona ukipewa heshima ya kipekee hadi kuitwa katika ikulu ya Dar es Salaam kutumbuiza. Hii inakupa motisha gani katika safari yako ya muziki? Motisha kubwa sana. Unajua hata kuna wasanii wengine unaweza kuwa mkubwa lakini hujawahi kuingia ikulu. Unaweza kuwa star lakini hujawahi kuingia ikulu.
Mimi nimeanza kuperform Ikulu tangu kwa awamu wa Rais John Pombe Magufuli ambao ni marehemu. Nilikuwa naenda sana kufanya show kule, nimeitwa sana. Nimefanya show zaidi ya mara 5 na naingiza sound kule na kufanya live kwa mialiko ya wageni wanatoka nchi mbalimbali, ma president wanatoka nchi mbalimbali wakihitaji burudani na mimi wananiita, nafanya show Ikulu. Awamu wa sasa hivi pia wa rais wetu Mama Samia nimefanya sana show Ikulu hapa Dar es Salaam, na nimefanya show ya mimi ndo nimezindua Ikulu ya Dodoma. Dodoma ndo mji mkuu, imetoka kuzinduliwa Ikulu mpya. Apocalypse Mbela Senator. Sijajua kumbe wewe ni msaliti, umezoea kuonja kwa kila mtu, eti kisa wewe ni mwanamke mzuri sana, hutaki kutulia. Ulisema kuna mwingine zaidi yangu, ya mimi na wewe ni ya kufa na kuzikana. Maneno yako matamu sana kama sukali. Jino Ipema. Uzuri ya mwanamke sio urembo, mwanamke ni tabia, wahenga walishasema. Umenichanganya paka na marafiki zangu, tabia gani? Wewe ni mfalme wa sauti, na nikikumbuka vizuri nimekuwa nikikufuatilia sana safari yako. Nakumbuka kipindi kile cha nyuma kwenye bendi ya Akudo Impact, shule ya masauti, paka leo kuko kwenye Malaika Band. Hebu tuambie hii transition kutoka Akudo Impact hadi Malaika Band imekuwa kwaje na nini ilifanyika hapa katikati? Na Akudo nilikuwa nimeajiriwa. Akudo ilikuwa bendi ya waziri. Ilibidi msanii ukitaka kukua lazima ujitegemee. Unaona, lazima usimame kama wewe. Usiwe chini ya mtu. Nilitoka 2010 nikaenda Ulaya, nikaenda Sweden. Nikakaa Sweden kidogo, familia yangu wako kule, watoto wangu wako Sweden, wanaishi Sweden. Nikakaa kule kidogo, nilivyorudi ndo nikaanzisha Malaika Music Band kama kundi langu binafsi. Ndo tangu 2012 mpaka leo nikaanzisha hiyo bendi, imefanya vizuri sana, inafanya vizuri, tumetengeneza hit nyingi. Ndo bendi ambao niko nao mpaka leo, ndo bendi yangu binafsi. CBO, baada ya miaka 20 nchini Tanzania, sasa una uraia wa Tanzania. Hii ina maana gani kwako kama Christian Bella? Mimi nilikuwa tayari Mtanzania kitambo, lakini bila kuwa na citizen rasmi. So wewe unaona story ambayo nakupa, naitwa Ikulu. Kuna wasanii wengi wa Kitanzania pia hawajawahi kuingia Ikulu, lakini mimi nilikuwa napewa nafasi kama Mtanzania. Nilikuwa napendwa, hawajawahi kunibagua, sijawahi kutengwa, lakini kupata uraia rasmi kila kitu na wakati. Ikafika muda wake ambao mimi sasa nimepata uraia tangu mwaka jana rasmi kama Mtanzania sasa halisi. Yes. Ukimwona kapendeza, si utafikiri katokea mbinguni. Ni mtoto mkali, kaumbika mama, nahisi kama nishawahi kumuona. Kafanana na nani? Kwa nini nani? Dem fulani kama namjua. Kafanana na nani? Kwa nini nani? Dem fulani kama namjua. Bwana, wiki hii umeandaa
concert moja kubwa sana, na najua kwamba itafunika kwa sababu CBO akiwa kwenye stage ni majambo. Tutarajie kitu gani kutoka kwenye concert hii ya Asante Tanzania? Show ya kipekee tofauti na show zote ambazo nafanya, nimeshawahi kufanya kwa sababu tumebadilisha muonekano ya performance kutokana na nilivyotaka. Nimeweka watu watikiaji kama kwaya, watu 40 watakuwa wanafanya kwaya kufanya mitikio za songs. Ni my first time, sijawahi kuifanya hiyo. Unaona, sisi tumezoea kuimba, unaimba, kuna back vocals 4 wanakutikia, lakini hapa tumeweka 40 watu ndio wanafanya mitikio. Tumeweka orchestra, tumeweka masaxophone. Nafikiri tutakutana YouTube, watu ambao wako mbali wasubiri, YouTube wataona kabisa kwamba hii show ilikuwa imepangiliwa vizuri. Bwana, ukipatia concert hii Asante Tanzania, je, inahusiana na safari yako kwa miaka hii 20 na baada ya kutunukiwa uraia wa Tanzania rasmi? Yes. Show inaitwa Asante Tanzania, na maana na washukuru. Katika nyimbo zako ambazo zote umetunga na kuimba, kwako wewe ni wimbo gani ambao ukisikia unasema basi hapa niliamua kufanya kazi? Wimbo ambao naweza kusema imeniingizia pesa sana, muda wote inaniingizia pesa, ni wimbo unaitwa Nani Kama Mama. Nani kama mama, heshima kwa mama, yale mateso ulinibeba, miezi 9 tumboni mwako, pole sana mama, nikupe nini, heshima kwa mama, uliteseka siku ya kunitoa duniani, nikupe nini. Bwana, mimi nikikurudisha nyuma kidogo kwa sababu unajua muda wako pia unaenda, kuna wimbo moja tu ukisikia nimekufa usiweke siba, ila sherekea kwa sababu una roho mbaya, we mbaya. Hiyo 2006 ilitoka 2006 baada ya kuja tu Kongo. Nilikuwa naimba hiyo ngoma bila kujua Kiswahili. Hata nikilia machungu hayaishi, nimeondoka sijui nipo. Abdul Mteketa, nimekuna bia ilinisa mzee wa Mbezi, kumbe nimezidisha mawazo, kwa nini umetawala moyo wangu, nikupende sana. Bwana, neno lako la mwisho kabla tuja kuacha uendelee na maandalizi. Wasikilizaji wote, nimefurahi sana leo kujua RFI. Yule ambao nijui, nafikiri mtawapa account, natumia Instagram Bella Christian 1, au unaweza kani Google kwenye maybe YouTube, ukiandika Christian Bella watanielewa zaidi. Nawashukuru sana, nawapenda sana, asanteni sana RFI, on est ensemble. Bwana, hebu tupatie kionjo kimoja tu moja kati ya vitu ambavyo tutatarajia kesho kwenye Asante Tanzania concert. Bwana, ndio wajue kwamba CBO yuko live bwana. Apocalypse yako wapi mapenzi wowo mama, oye nani kama mama, heshima kwa mama, yale mateso ulinibeba, miezi 9 tumboni mwako. Okay, asante sana. Bwana, shukrani sana bwana. Dar es Salaam, Asante Tanzania, CBO. Bwana, moja kwa moja mko kimsikiliza CBO Christian Bella Obama, Asante Tanzania concert ambayo ni ya kurudisha shukrani miaka 20 yakifanya muziki na kupewa uraia wake wa Tanzania rasmi. Msanii pekee ambaye amewahi kualikwa kwenye Ikulu, sio mara moja, sio mara mbili. Umeelewa mwenyewe. Asante sana. Jovan kutoka kule Amakuru anasema Christian Bella concert bwana, tungefika Tanzania ila tutafuatilia kwenye YouTube. Asante sana. Hongera sana Christian Bella kwa miaka 20 ambayo umekuwepo kwenye game. Mungu azidi kukupa kima zaidi na uendelee kutuburudisha zaidi. Bwana, maoni ni mengi sana. Mimi ni Fly, tumefurahi. RFI Nico Bez Vitala naambia
tushuke Dar es Salaam.